nataka tukaribishe wanaotutazama kwa channel yetu ya YouTube. Tunawapenda sana. Sisi tunaitwa Kingdom Glory Church. Tuko nyuma ya kienyeji hall, na tunawakaribisha sana. Tunapatikana ile ya Alaska. Ukifika hapo ulize KGC Kingdom Glory Church, utaletwa katika hii hall iko hapa juu. Tunawapenda sana na asante kwa kuchagua mtandao huu ili uwe wa baraka kwako. God bless you. Tuwakaribishe kwa makofi. Kutuwezesha Bwana katika uimbaji. Bwana, unaenda kuwabariki Mfalme, unaashiria roho ya ujasiri, unaashiria upenyo wako mahali hapa Baba. Tunaenda kukuabudu kwa nia moja, unaashiria roho ya mmoja, Mfalme wa ajabu. Tunakataa kila maroho Baba ambayo uko kinyume na ibada hii. Tunaomba mtiririko wa Roho Mtakatifu ndani ya moyo zetu na nia zetu, ili tukakutukuza Roho wa Mungu, maana wewe ni mwaminifu siku zote Bwana. Asante Mfalme wa ajabu, maana unatufika Mfalme wa ajabu. Neema zako na neema yako Baba, siku ya leo hatutatoka Baba kama tulivyoingia Mfalme wa ajabu. Mizigo yetu naenda kuitoa katika jina la Yesu Kristo. Walio wagonjwa unawafungua, waliobodeka mioyo yao Bwana unaenda kuwainua tena Mfalme wa ajabu. Nenda Mfalme wa ajabu, ukawatenda wema Mfalme wa ajabu. Katika Mfalme wa ajabu, ibada hii Mfalme wa ajabu, tunaenda kupata breakthrough Jehova, hata kwa maisha yetu Bwana, hata kwa maisha yetu Bwana ya kirohoni na kiasilia Mfalme wa ajabu, maana unaenda kuturegesha, maana wewe ni Mungu wetu Mfalme wa ajabu. Asante maana wewe ni mwema Bwana. Ninaombea kila mmoja Bwana atakayesimama mahali hapa Jehova. Tunaomba roho ya kibali Mfalme, tunaomba revelation mpya Mfalme wa ajabu katika kunena neno lako Baba. Tunaomba Mfalme wa ajabu upako wako tofauti leo Baba. Ibada hii Jehova isiwe ni ibada ya kawaida, isiwe ni ibada ya kawaida, ikiwa ni mwezi wa 3 Baba ambayo inawakilisha utatu wako Baba. Tunakushukuru Mfalme wa ajabu. Mbingu yote iko pamoja nasi, maana wanasema maskani yako Mfalme iko pamoja na binadamu. Uwepo wako uko pamoja nasi. Asante maana wewe ni mwaminifu. Tutaenda kukuona Bwana hata kwa sifa na neno na matoleo Baba, unaenda kujidhihirisha, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba hata kuamini. Kila mtu aseme amen. 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 Tunasema ya kwamba Bwana Yesu apokee sifa, na tunashukuru kwa mioyo yetu yote. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. 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 Umesamehe dhambi kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Umetusamehe dhambi kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Yesu 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 kwa kuwa wewe yu mwema. Umepokea njema kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni tosha. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Tasema asante kwa kuwa wewe ni tosha. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Tena makofi ya juu kwa Yesu. Tena. Nimekuambia Bwana Yesu na Mungu wetu anapendezwa na makofi na mikono yetu. Bwana Yesu asifiwe. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema.
Yesu kwa kuwa wewe mwema. Tusema asante kwa kuwa wewe ni tosha. Asante Yesu kwa kuwa wewe mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe mwema. Umenisamehe dhambi kwa kuwa wewe ni Baba. Asante Yesu kwa kuwa wewe mwema. Umenisamehe dhambi kwa kuwa wewe ni Baba. Asante Yesu kwa kuwa wewe mwema. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono tuseme ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Ametusamehe dhambi, sema ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono, sema ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono, useme ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Tuinue mikono yetu tuseme asante. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono yako, sema ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Nasema Yesu ni Bwana, milele ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Nasikia ni Bwana, daima ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Nashangilia ni Bwana, Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Nasikia ni Bwana, Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Haya nisikie vigelegele kwa Bwana Yesu. Maana yeye ndiye Bwana, Bwana wa mabwana. Shangwe kwa Bwana Yesu. Haya, twende makofi yetu kwa Yesu. Twende makofi. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Makofi ya juu. Makofi ya juu. Makofi ya juu. Makofi ya juu. Haya, shangwe na vigelegele. Inua mikono, sema ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Tuinue mikono yetu tuseme asante. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono yako, sema ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Nasema tuinue mikono yetu tushukuru Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Tuimbalie ni Bwana, milele milele. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Twashangilia ni Mfalme, Mfalme wa falme. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Twasijudu Jehova, Mfalme wa falme. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana, kwako ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Twashangilia ni Bwana, kwako ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Twaimba Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Tukubalie ni Bwana, Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana.
Hallelujah.
Naburudika
Nani
nani kama wewe? Nakuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe? Nakupenda, nani kama wewe? Nakuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe? Nakupenda. Chukua dakika moja, inua mikono yako, mwambie Bwana nakupenda na nakuinua. Kama tuko pamoja kwenye ibada hii, mwambie tu Bwana nakupenda na kuinua mpambe wangu leo hii. Nakuinua na kupenda, maana tuko kwenye ibada. Tuongeze utamani kwenye ibada, tumwambie Bwana tunakupenda na kuinua. Maana wewe Mungu peke yake, hatuna mwingine kama wewe. Makari kwa mbele yetu.
Najulikane kwamba yupo Mungu wa Elia, 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 najulikane kwamba yupo Mungu wa Elia. We worship you, God of the land. Na kuabudu Mungu wa Elia. Najulikane kwamba yupo Mungu wa Saulo, najulikane kwamba yupo Mungu wa Paulo, 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 najulikane kwamba yupo Mungu wa Petero, 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 najulikane kwamba yupo Mungu wa Danieli, 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 najulikane kwamba yupo Mungu wa Shadraka, 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 najulikane kwamba yupo Mungu wa Shadraka. Haleluya, Hosana, 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 haleluya, Hosana. Twakwabudu Yesu, twakwabudu Mfalme, twakwabudu Yesu, twakwabudu Mfalme, twakwabudu Yesu. Haleluya, Hosana, haleluya, Hosana, haleluya, Hosana.
We are at your feet. Tuko miguuni mwako. We humble ourselves, O Father. Tunyenyekeza Bwana mbele zako. For you are our everything. Kwa maana wewe ni vyote kwetu. You are the one who gives us the day. Wewe unatupatia siku. You give us the hour. Unatupatia masaa. You give us the seconds. Unatupatia Bwana dakika. Us to live is you. Sisi kuishi kwetu ni wewe Bwana. What do we say? Tuseme nini basi? What can we say before? Tuseme nini Bwana mbele zako? Almighty God. Wewe mkuu Mungu wetu. Maker of heaven and earth. Uliyezifanya mbingu na nchi. We say. Tuseme nini basi? I have no words. Hatuna maneno ya kutamka. You are almighty. Wewe ni mkuu. Heavens bow before Mbingu you. zainama mbele zako. Heaven and earth adore you. Mbingu na nchi adore you. ya kuhubiri Bwana. Father, we bow before Baba, you. tunapiga magoti kwa inama mbele zako. Our hearts full of thanksgiving. Mioyo yetu imejaa shukrani Because of your protection. kwa sababu ya ulinzi wako, Because of your kwa providence. sababu Bwana utosheleza wako. Yes. Ndio. You have done great things in our lives. Tena mambo makuu maishani mwetu. Sometimes Wakati mwingine we don't even acknowledge hata hatutambui many things you do for us, mambo mengi unatufanyia Bwana, but we don't know. lakini hatujui. Sometimes you do it in secret. Wakati mwingine unafanya katika siri. Father, Baba, for everything, kwa vyote hivyo, whether we acknowledge or not, tutambue ama tusitambue, Katie says, sio anasema thank you. asante. Thank you, Lord. Asante Bwana. Thank you, Father. Asante Baba. You have nothing to give you. Hatuna cha kukupa Bwana. It's only worship. Ni kuabudu tu. And we pray Tunaomba that your Holy Spirit ya kwamba Roho wako Mtakatifu will teach us atatufundisha day by day siku hadi siku on how to worship you. jinsi ya kuabudu wewe. For all things belong to Kwa you. maana vyote ni vyako. Only thing you cannot do is worship Kile you. ambacho hauwezi kukifanya kwa kujiabudu wewe mwenyewe. Holy Spirit, Roho Mtakatifu, be our teacher. kuwa mwalimu wetu, Teach us how to worship. fundishe jinsi ya kuabudu.
And give our Father the glory that He deserves. Patie Baba yetu utukufu anastahili. Baba, tunapoinama mbele za enzi yako, we are asking you to remember our nation. tunauliza Bwana ukakumbuka taifa letu la Kenya. Leaders, Kutoka kwa viongozi waliowauliza, help us. tusaidie Bwana. Help this nation. Saidia taifa hili. For this is your nation. Kwa maana ni taifa lako. Father, I pray. Ona tunaifanya kwa imani. Thank you, my Father, Asante Baba yangu for this third month that we are starting. kwa huu mwezi ambao tumeuanza, But you are going to be with us. ya kwamba kutusaidia You protect us, Lord. na kutulinda Mungu, You give us the desires of our hearts. na kutupatia matamanio ya mioyo yetu. We have been doing it all along. Umekuwa Bwana ukifanya leo, Father, to be taken. ifanye tena, And we will continue worship na tutaendelea kuabudu Bwana on this altar. katika madhabahu haya, For that is all that you cannot give yourself. kwa maana hicho ndicho ambacho huwezi kujipeana mwenyewe. Holy Spirit of God, Roho Mtakatifu wa Mungu, help us, usaidie, lead us, tuongoze, teach us, tufundishe, show us tuonyeshe the way njia and what to do in times like this. kile cha kufanya wakati kama huu. Take away Ondoa the spirit roho of giving up, ya kukata tamaa, spirit of disappointment. roho ya kuvunjika moyo. Help us. Usaidie Always remind us, Holy Spirit, kila wakati tukumbushe Roho Mtakatifu the neno word of strength. neno la nguvu. David said, Daudi akasema, I look upon the mountains. tazama milimani, That's where my help comes from. hapo ndipo msaada unapotoka. Holy Spirit, teach us Roho Mtakatifu tufundishe, to lift our eyes tuinue macho yetu and know there is a Father na tukajua kwamba kuna Mungu, kuna Baba yetu who is listening ambaye anasikia and he will do. na atafanya. We put this nation in your hands. Tuweke taifa hili mikononi mwako Bwana, Put it in your hands. waliweka mikononi mwako, For if we don't pray, kwa maana kama hatutaomba we will do nothing. hautafanya chochote, Because prayer kwa sababu maombi is your engine. Prayer maombi pushes you to do things. inakusukuma kufanya mambo. Holy Spirit, Roho Mtakatifu fill in us the zeal of prayer, tujaze ili jambo la maombi, that will not tire, ili kwamba tusichoke, but constantly be before the Lord. lakini tukaifanye hii kila wakati mbele za Mungu. We are human, Sisi ni wanadamu and sometimes our bodies are wasted. na wakati mwingine miili yetu imechoka. Holy Spirit, Roho Mtakatifu, even in our weakness, hata katika udhaifu na unyonge, our spirit will say something. nafsi zetu zitasema kitu. Help us, Tusaidie, for you are our helper. kwa maana ni msaidizi wetu. You were left behind as my helper, Uliachwa kama msaidizi wetu, and we are depending on you. na twakutegemea. Lead us, Spirit of God. Tuongoze Roho Mtakatifu, Show us, Spirit of God. tuonyeshe Roho Mtakatifu, Teach us, Spirit of God, tufundishe Roho Mtakatifu, and talk to us. na ukanene nasi. Anapokea The fragrance from this altar, manukato yanayotoka kama madhabahu haya, let it rise up to your throne wache kainuke Bwana mpaka kufika katika kiti chako cha enzi, and give you a smile. na Bwana kupatia tabasamu, For that is your food. kwa maana hicho ni chakula chako. Father, we love you. Baba, tunakupenda. KGC loves you. KGC wanakupenda.
We love you. Twakupenda baba yangu. We love you. Twakupenda. For you're a good Kwa father. maana ni baba uliye mzuri. Thank you, my father. Asante baba yangu. And let the KDC church say amen. Amen. Angalia kwa mtandao. He will remain God. Atabaki kwa Mungu. What is come, you know, he will remain God. Inasema atabaki kwa Mungu. Whatever is happening to you, lady, Chochote kinafanyika maishani mwako wewe, wewe mama, wewe mzee, wewe kijana, atabaki kwa Mungu. Amen. Na si Mungu mbaya. His name is God. jina lake ni Mungu. God the Most High. Mungu aliye juu, Everlasting God. wa milele. That is his name. Hilo ndio jina lake. I am who I am. Mimi ndiye niliye. Is a jealous God. Mungu mwenye wivu. Nakwambia majina yake. Eternal God. Mungu wa milele. Living God. Mungu anayeishi. God of hosts. Mungu wa majeshi. Only one of Israel. Peke yake wa Israeli. Lord God of heaven. Bwana Mungu wa mbinguni. Heavenly Father. Baba yetu wa mbinguni. King eternal. Mfalme wa milele. Sovereign Lord. Mungu mkuu. Father of lights. Baba wa mwanga. And so on and so on and so on. Na ikiendelea na kuendelea. Those are some of his names. Hayo ni majina Can I ya go and name it? Mbona mnagoa? Kutoka 2, 1 to 10. 1 mpaka 10. You know that story. Unaijua hiyo hadithi? Halo bali. Mumeiandika toka mlipookoka mpaka sasa hivi mnaandika. It's a story of Moses. Ni hadithi ya Musa. I want you to listen to me carefully. Nataka unisikilize kwa makini. Because someone is supposed to be lifted up. Mtu anafaa kuinuliwa siku ya leo. So stop pretending to be writing. Listen. Wacha kujifanya unaandika, sikiliza. Kama una how many messages have you written? That's 2. Kutoka 2, 1 to 10. When you have time, read 1 to 1 10. mpaka 10 utasoma. But this is the story of Moses. Hii ni hadithi ya Musa. Moses is born under slavery. Musa amezaliwa utumwani. It doesn't matter Haijalishi where or when you were born. pale na lini ulizaliwa. Haijalishi When or where you were born. pale ama lini ulizaliwa. Or it doesn't matter Haijalishi who gave birth to you. aliyekuzaa ni nani. It doesn't matter Haijalishi how you are conceived. jinsi ulivyozaliwa. Vile mama yako alivyotundikwa mimba. Jinsi Ongea ulivyo. kile inaongea. How you are conceived. Jinsi mamako alivyoipata mimba. They can call you a bastard. Wanaweza kuita bastard. Mwana haramu. Mwana haramu ni yule ambaye hajulikaniwi baba yake ni nani. They can call you a bastard. Wanaweza kuita mwana haramu. But that will never change. Lakini hiyo haitabadilika. Sikiliza hii. That one will never change. Hiyo haitabadilika. The plan of God concerning Mpango you. wa Mungu kuhusu. No matter what name they call you. Haijalishi majina No wanayokuita. matter who gave birth to you. Haijalishi alikuzaa. As long as you came on earth. Ikiwa ulikuja duniani, That will never change. hiyo The haitabadilika. plan of God concerning you. Mpango wa Mungu kuhusu maisha yako. Now Moses, parents, Musa wazazi wake tried their best walijaribu wawezavyo to hide Moses. kumficha Musa. You know the story. Wanaijua hiyo hadithi. But God will always remain God. Lakini Mungu atabaki kuwa Mungu. Moses survived. Musa akaweza aliponea. And you see the times that the
Kisha unaona ile mitindo ambayo wazazi walikuwa wanajaribu to save Moses. kumwokoa Musa. But in whatever they did, Lakini kwa kila they walichokifanya were doing foolish things walifanya ya kijinga according to the plan, to what men see. kulingana na kile wanadamu wanachokiona. Taking a child and putting it in a basket. Wakimchukua mtoto kumweka kwa kikapu And he survived. na akaweza kuishi ama kuokolewa. And that was the plan of God. Na huo ulikuwa ni mpango wa Mungu. It is the plan of God. Ni It mpango. was the plan of Ilikuwa ni God. mpango wa Mungu. For you to be born in that. Kwa wewe kuzaliwa kwa hiyo familia. They might be rich. Inaweza kuwa They watajiri, might be poor. inaweza kuwa maskini, Their names are not known. majina yao hayajulikani, But it is God's plan. lakini ni mpango wa Mungu. Ukisikiza hii message vizuri, you never look down upon yourself. Hutajiangalia tena kujidharau Never. kama. Moses survived. Musa akaweza And became a mighty leader. akawa kiongozi mkubwa And accomplished what God had planned. na kutimiliza kile Mungu alikuwa amepanga kwa ajili yake. Now, ladies and gentlemen, Mabibi na it mabwana, doesn't matter haijalishi the circumstance zile hali that you're going through ambazo unazipitia or how you started. ama jinsi vile ulianza, But listen to what the Spirit of lakini God sikiza says. kile Roho Mungu anasema. Somehow, Hivyo hivyo somewhere, mahali you will survive. utaishi. Your children will survive. Watoto wako wataweza kuishi na kuokolewa, Because those are your generations. kwa sababu hicho ni kizazi chako. They might not have enough food now. Wanaweza wasiwe na chakula They cha might not kutosha, have comfort now. wanaweza kuwa hawana raha, But somehow, lakini hivyo hivyo they will survive. wataokolewa And they might become mighty people. na kuwa watu wakubwa. Namwambia When you Yoshua, read Joshua chapter 1 verse 5, ukisoma Yoshua 1:5, it says, no one hakuna will yeye be able to stand up against you ataweza kusimama kinyume naye at the days of your life. katika siku zote za maisha Hey! yako. God of Joshua is the God that we're Mungu wa Yoshua worshiping. ni Bwana na Mungu. Let us have Wacha tuwe hope na and tumaini believe in God na of Joshua. kuamini Mungu wa Yoshua, Because He's the God that we have just kwa worshipped. sababu yeye ni Mungu ambaye tumemwabudu. No one will be able to stand up against you Hakuna atakayesimama all kinyume the naye days of your siku life. zote za maisha yako. As I was with Moses, Kama venye nilikuwa na so Musa, I will be with you. hilo ndivyo nitakuwa nayo. Hey! Ndiyo, As I was with Moses, venye nilikuwa na Musa so He will be with you. ndivyo atakuwa nayo. Oh, hallelujah! Haleluya, Hallelujah! haleluya. The God of Moses is in His Mungu wa house. Musa yuko mahali He's hapa. in this house. Yuko mahali And hapa. He's saying, as Anasema, He was with Moses, kama venye He nilikuwa will be with you. nitakuwa As nayo. He was with Joshua, He will be with you. Atakuwa pamoja naye. Thank you, Lord. Asante Bwana. Amen. Hey. I was with Moses, Nilikuwa na Musa, so I'll be with you. nitakuwa na I will never leave you sitakuacha nor forsake you. wala kukuacha. That is what He tells Joshua. Let me read all of it. Wacha nisome. No one will be able to stand against you Hakuna atakayesimama kinyume all naye the days of your life. siku zote za maisha yako. As I was with Kama Moses, venye nilikuwa na so Musa, I will be with you. ndivyo nitakuwa nawe. I will never, Sitawahi never leave nor forsake you. kukuacha wewe. That is a promise. Hiyo ni ahadi. That is a promise. That is a promise. Hiyo ni ahadi. And God is not a man Na Mungu to sio go mwana. against His Nenda promise. kinyume na His ahadi promise zake. is here and amen. Ahadi zake ni ndiyo na amina. He will be with you. Atakuwa nawe. It is only you Ni wewe tu who might forsake Him. ambaye unaweza kumwacha, But He is always sure lakini yeye ana and uhakika follows His word analifuata to neno fulfill it. kulitimiza. Praise the name of the Lord. Amen. Psalms 27. Zaburi 27 Write it down, verse 1 to 6. 1-6. God is not forsaking you Mungu hakuachi until you fulfill and reach your destiny. mpaka utimize makusudi Let yake. me repeat it. Acha nirudie. You are at 27 Psalms Zaburi 27 1 to 6. 1-6. Read it when you have time. God is not forsaking you.
Mungu hakuachi. God is not forsaking riches. Mungu hatamwacha Until mpaka you fulfill utimize and reach na kufikia your destiny. hatima yako. Inamaanisha kwamba kwamba hatima yako iko na Mungu. Na ni mpango wa Mungu kwamba ufikishe hatima yako. Don't allow the devil to cut down your Usiruhusu shetani aikate You hatima are yako. not supposed to die Haufai until you reach your destiny. mpaka ufike hatima yako. That is your right. Hiyo ni haki You yako. take your right. Unachukua haki You yako. are not supposed to keep the battle Haufai kufa until mpaka you reach your destiny. ufike hatima yako. Until you reach your planned assignment. Ufikie kazi yako. Your planned assignment. Kazi There's an uliyopangiwa. assignment that God has Kuna put you. kazi Mungu And amekuwekea. if you don't wake up Na kama and hutaamka know what the na assignment is, kujua kazi ni then gani, you live for nothing. utaishi That's why you bure. keep the bucket before time. Utakufa kabla ya wakati But wako. if you keep the assignment Lakini and know what you are supposed to do, Ukijua pale kama God will protect you so that you fulfill your assignment. Timiza kazi yako. Kazi si kula sima na kusukuma wiki peke yake. Kazi ni kutafuta Mungu because there's an assignment Kuna kazi that God has given you. ambayo Mungu amekupa. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. You are not dying. Haufi. Hello. Halo. Nasikia nimesema. You are not dying Haufi until He has completed mpaka atimize His work kazi yake with you. nawe. Unless you want to die. Pengine wewe unataka kufa. Hello. I'm 68 years old. Yeye ako na kufa Because there's an assignment. kwa sababu kulikuwa kuna kazi And kwa when hiyo. it was complete, Na ilipomalizika he told God, akamwambia Mungu, now my Father, baba you yangu, can take your son. unaweza chukua mtumishi wako. That God of that Moses, alikuwa anaitwa Simeon is the God that can just worship. He has never changed. I'm putting hope in him. He has never changed. God of Simeon. Mungu wa Simeoni, If you walk according to his ways, ukitembea katika njia zake follow what he says na kufuata kile anachokisema diligently, kwa bidii, you will see utaona what he can do for you. kile anaweza kufanya. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Hallelujah. Haleluya. The enemy might bring hindrances. Adui anaweza kuleta vizuizi, Of course he must. ndio atavileta. He might bring sickness. Anaweza leta magonjwa. Alafu ukienda unaambiwa this is terminal. Unaambiwa hii basi ni ya Ya mwisho. sugu. Now this terminal is for the devil, not your father has not talked about anything. Baba yako hajawahi kuelea kitu. He says you have a planned assignment. Amesema nina mpango nawe. How can it be terminal? Je, itakuwaje sugu nami? And in that disease they call terminal. Na kama penye wanaita imekuwa sugu, Come out of it. toka katikati yake. I've seen God heal cancers, Nimeona Mungu akiponya kansa, sicknesses, big ones. magonjwa makubwa makubwa. He does it. Anafanya. But you need to remind yourself Lakini unafaa kujikumbusha mwenyewe always kila wakati when you wake up in the morning unapoamka asubuhi, that what the eye has never seen kile macho hayajawahi and kuyaona what the ears have never na heard masikio hajawahi kusikia and what the mind has never na conceived kile mawazo hakijawahi is kuzaa, what the Lord has prepared for you. ndiyo Bwana ameniandalia kwa ajili yangu. Mnaitikia kidini sana. You want verse 5. Zaburi 23:5. I cannot afford to lose this precious opportunity. Siwezi kuachilia kuruhusu kuachilia hii fursa ya kipekee. It says Inasema he's preparing a table. anakuandalia meza kwa ajili yako. And that's what I'm saying. I cannot afford to lose this precious Ndio opportunity siwezi kuruhusu hii fursa kipekee ipite. of the table that the Lord has prepared Ya ile meza ambayo Mungu for ameiandaa me kwa ajili yangu before my enemies. mbele za maadui wangu. I have yet to see my cup overflow Ninataka kuona kikombe changu kikiwa kimefurika before my enemies. mbele za maadui yangu. Hello. Halo. Nani anasema naomba na sasa kikombe changu kitafurika mbele zao. And that is the word of God. Kufurika kikombe
kikombe chako ni kwamba the blessings of God will Baraka follow and overflow in your life. zitakufuata na kufurika mbele ya maisha yako. They all do a maskini, but one day they will come and ask you for flour. Watakuja kukuuliza unga. Now Isaiah 54 verse 15 says, Isaya 58:15 if inasema, anyone does attack you, ikiwa yeyote atakuvamia, it will not be my doing. haitakuwa ni mimi. Whoever attacks you, Yeyote will akuvamiaye surrender to you. atajisalimisha kwako. Thank you for the ones who are away. Who does attack you, Ikiwa mtu yeyote it atakushambulia, will not be my doing. haitakuwa kwa ruhusa yako. Ladies and gentlemen, these are true promises that God Hizi has. ni ahadi za kweli za Mungu And they are true. na ni za kweli, And you cannot get them na uweze kuzipata until you decide mpaka uamue to live a holy life. kuishi maisha matakatifu. There is a condition. Kuna masharti. You can laugh and shout because this is good news. Unaweza piga kelele na kucheka kwa sababu ni Yes, habari it is good. njema. Ndiyo, ni habari njema, But there is a condition. lakini kuna masharti. The condition is stay on your lane. Sharti ni kwamba kaa katika njia yako, The lane of holiness. njia ya utakatifu. You have to, people have to know who you are, Watu wanafaa kujua wewe ni nani, what you represent, kitu ambacho unatoa, kile unawakilisha. And people should know you now. na watu wajue maisha yako. There are many people in the house of God Kuna watumishi wengi katika nyumba ya Mungu ambao wanaficha maisha yao. Wanaficha, bishop wanaficha. They don't want even people to go to their house. hawataki hata watu kuja majumbani mwao, Lakini wameokoka. Make a mistake of telling them that the HPC will come at your place. fanya makosa, waambie kwamba ushirika wa nyumbani utakuwa nyumbani kwako. They might even leave the church. Wanaweza kuniacha kanisa. If anyone does attack you, Ikiwa yeyote it will atakuvamia, not be my doing. haitakuwa ni mimi. Whoever attacks Yeyote you akuvamia will surrender to you. atasalimika For kwako. this promise to work, Kwa hizi ahadi kufanya kazi, lead a holy life. ishi maisha Your matakatifu. friend wenzako mwambie maisha matakatifu. Wacha maisha ya kutafuta vitu ni matakatifu. Isaiah 40:10 says, Isaya 40:10 inasema, so do not fear. usiogope. You see? Kuna mtu ambaye asubuhi ameamka akisema nitafanya nini? Nitakuwa mgeni wa nani mimi? Nitafanyaje mimi? Mimi. Do not fear. For I am with you. Kwa maana niko pamoja Do nawe. not be dismayed. Usiogope. For I am your God. Mimi ni Mungu wako. Make him your God. Mfanye kuwa Mungu wako. Listen, make him your God. Mfanye kuwa Mungu wako. Usimshike na haka kadole mpendwa. Mshike na mikono yote miwili. Make him your God. Mfanye kuwa When you Mungu. make him your Ndio God, ukimfanya kuwa Mungu all wako, these promises will be true. hizi ahadi zote zitakuwa ni za kweli. Amen. I will strengthen you Nitakutia nguvu and help you. na kukusaidia. I will uphold you Nitakushika with your right, with my right kwa mkono wangu wa kuume. hand. Mkono wangu wa kuume. Now Daniel, the Katika story of Daniel. katika hadithi ya Danieli, When you read Daniel chapter 3, ukisoma Danieli 3, Shadrach, Meshach, and Abednego. It's a story, you know, ni hadithi are unayojua, being forced to worship gods wanalazimishwa kuabudu miungu and an image na sanamu of gold ya dhahabu that had been set up. ambayo imewekwa. Now, many images
Sanamu nyingi have been set up zimewekwa for you to worship them. kwa wewe ili uziabudu. Are you listening to me? Unanisikiliza? That serpent, that devil, Huyo who shetani was there during the times of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, Amba- is still the same one. alikuwa pale wakati wa Shadraka na Abednego, ndiye yule. Yes, he does not do what he did to these guys. He has come up with some other things. Amekuja na mambo mengine. Many images have been set up for you to worship them. Sanamu nyingi zimewekwa kwa wewe kuziabudu. You can worship money. Unaweza abudu pesa. You can worship. There are many things you can worship them. We worship them, but we never know that. Kuna we are vitu worshiping. tunavyoabudu lakini hatujui kama tunaviabudu. Now, money. Pesa. Listen to me carefully today. I want to open your eyes. Nataka nikufungue macho yako. What can money give you? Je, pesa inaweza kukupa nini? Money is good, Pesa ni nzuri. right? How many want money? Wangapi wanataka pesa? Pesa. Hawataki pesa. How many people want money? Wangapi wenu mnataka pesa jamani? Mimi want money. Mimi na kalimani wangu hapa nataka pesa. Hebu angalia yule ataki pesa. Kwa maana hata tukipanda hapa hatutampa. Weka mkono sawa sawa. Kwani unaniwekea mimi? What is it? Wewe unataka pesa wewe? Onazo. Oh, God has seen those hands. God has seen those. Mungu ameiona hiyo mikono. We are in the presence of God. Tuko katika We are uwepo. not playing about it. Hapa hatuko katika sarakasi. We are in the presence. God has seen those. Mungu ameiona hiyo mikono. Starting from me and Kalimani. Kianza hapa na Wewe jamaa umeinua mkono ama huyo hapo sawa. uko sawa? Na uko sawa kweli. Now listen. Sikiza. Money is good. Pesa ni nzuri. Money makes you walk Pesa inakufanya unatembea like a man or a woman of power. kama mtu mwenye nguvu. Money gives you dignity. Pesa inakupa heshima. Now, money Pesa is good. ni nzuri. But there are things that money cannot do. Lakini kuna kitu pesa haiwezi fanya. Right? Money will give you a man if you are a woman, Pesa itakupa mwanaume kama wewe ni mwanamke, but not a husband. lakini haitakupa mume. Haitakupa bwana. Yani, money will give you a man, Pesa itakupa mwanaume, but money will never give you a husband. lakini pesa haitakupa bwana. Hallelujah. There is a difference between a man Kuna tofauti kati ya mwanaume and a husband. na bwanako. One day, come for that sake. Siku moja utakuja katika hilo kongamano. Nitakueleza man ni nani na husband ni nani. Eh. So what money can give you is man, Ile pesa inaweza kukupa ni mwanaume, but not husband. lakini sio bwana. Now for men, Kwa wanaume, money will give you a woman, pesa zitakupa mwanamke, not a wife. sio bibi. Not a wife. Sio bibi. Wacha na basa ndio kusikiza. Woman, not a wife. Zitakupa mwanamke, sio bibi. Zitakupia mke, sio bibi. Si nimeziona. Si tunaonanga wale walio na pesa. Anakuwa na pesa nzuri, anatafuta a woman who has long hair. Siku wako nazo, kesho tunafika huko. Mwenye nywele ndefu. Makucha ni kama yale ya Lucy. Hapa jengo kimechorwa mpaka. Usiulize kuhusu udongo. Mwekundu. Mavazi usiseme.
aseme that is a woman. Money will give you a woman. An expensive one, but not a wife. Lakini sio mke. Money, pesa will give you happiness, zitakupa furaha, not joy. Sio furaha. Sio furaha. Happiness. Kuna furaha na kuna furaha ile ya ndani. Happiness. Raha. But not joy. Lakini sio furaha. The joy furaha comes from God. Inatoka kwa Bwana. Money, pesa will give you a doctor. Zitakupa daktari. The best one in the world. Daktari wazuri duniani. But money will never give you health. Lakini hazitakupa uzima. Afya. You can have the best doctor in Malindi. Unaweza kuwa na madaktari wazuri kabisa hapa Malindi. Lakini uko mgonjwa. That doctor yule anajua kile kinakuwa na nakula pesa zako polepole mdogo mdogo. Anajua hili linaenda kufa tu siku alitamaliza miezi mitatu. Alafu anakwambia fanya hii test. Fanya hii test na testimony nikalipa elfu. Will give you a good doctor. A good doctor. Zitakupa daktari mzuri. Sio afya. Money. Pesa will give you wealth. Zitakupa utajiri. But not peace. Lakini sio amani. No peace. Nakumbuka kajama kingine kalita but no peace. Zitakupa now where is that woman now? Will give you position. Zitakupa nafasi. But not integrity. Lakini sio tabia. Adili. You give you position. Look at our pesa. And he can give you zinaweza kupa nguvu. But in that power, lakini katika hizo nguvu hauna amani. Uko na una uwezo wa kufanya kila kitu, lakini hakuna amani. So Daniel chapter 3, that is where we were. Hapo ndio kuhusu Shadrach, Meshach and Abednego. Verse 16 of chapter 3 says, we do not need to defend ourselves before you in this matter. Hatufai kujilinda mbele zenu kuhusu jambo hili. Kujitetea. These people are taught to worship. Hawa watu maambiwa waabudu. And they know what they are going to worship is vanity. Na wanajua kile wanataka kiabudu ni batili. And they have made that decision. Na wakafanya huo uamuzi. That they are not going to worship. Ya kwamba hawaendi kuabudu. That God of theirs. Huyo Mungu wao. And I like the language they say. Na napenda. They say we do not need to defend ourselves. Hatuhitaji kujitetea. Before you in this matter. Mbele zako kwa hili jambo. What matter? Jambo gani? Of worshiping what you want to ya kuabudu kile unachotaka tukiabudu. Which means they took their God and put their God before them. Walichukua Mungu wao na kumweka mbele. My brother, my sister. Ndugu zangu na dada zangu. You don't need to defend yourself. Hatuhitaji kujitetea. When they call you names. Wakati wanakuita majina. Wewe unashindana nao kwa nini? Mpaka mate yanatoka na mweka yote kata mate yanaisha. Unajitetea usiku mchana, unajitetea tu mpaka unaanza kutetemeka kwa sababu ya kujitetea. Why should you waste your strength? And you know who you are. Unajua wewe. Be like these guys. Kuwa kama hawa. They said we do not need to defend ourselves. Hatuhitaji kujitetea. Before this matter. Mbele kwa ajili ya hili jambo. Wewe mama, mimi ni mama. Tunapitiana mambo sana mama ya yourselves. Hauhitaji kujitetea. You know what, brethren? Unajua ni nini? Ishi kama wewe. Ishi kama wewe. Don't be what you're not. Usiwe kile ambacho huko. Stop pretending before people. Wacha kujifanyia
kujionyesha mbele za watu that you are doing good. ya kwamba unafanya Your vizuri, family is doing good. ya kwamba familia yako inafanya vizuri. And today is Bishop, we have so many pretenders Shida leo ni kwamba askofu, tuko na wanaojifanya kibao in the house of God. katika nyumba ya Mungu. Project inakuja kanisani. You are the man of the house. Wewe ni mume wa nyumba. Unafaa uchange. Lakini nasema with this one, I have to consult with my wife. Lazima niongee na bibi yako. And you are the head of the house. Na wewe ndo kichwa cha nyumba. Unajua kwa nini anaenda Isaiah 41 verse 11 says, Isaya 41:11 inasema, all who rage against you will surely be ashamed. wote waliona hasira dhidi yako hakika wataibika na kutahayarika. Yes. Those who oppose you will be as nothing and perish. Wale wakupingao watakuwa kama vile si kitu na kuangamia. Amen. Amen. That verse is powerful. Hiyo ni ya nguvu sana. Those who rage against you, kuna mtu anasema nikimpata yule, they will be ashamed. Wataibika. And those who oppose you, Na wale wakupingao, because everywhere we are in opposition, kila mahali tuna upinzani, Uda watakuwa sio kitu na Now wataangamia. Daniel chapter 3 says, Danieli 3 inasema, if we are thrown into the blazing furnace, that is now the Shadrach, Meshach and Abednego, ikiwa tutatupwa katika lile tanuri la moto, the God Mungu we serve is tunayemtumikia able to save us from it. anaweza kutuokoa kutokana na hilo. Hey, my friend, do you have an assurance? Je, una uhakikisho? Are you very sure Je, una uhakika that your God can save you from situations? kwamba Mungu wako anaweza kukuokoa kutokana na haya? Are you very sure? Je, una uhakika? Hello. I've been a pastor for many years, Yeye amekuwa mchungaji kwa miaka mingi, but I've seen people do things. lakini ameona watu wakifanya mambo. Church members, Washirika unakuja kumtoa pepo, analipuka kanisani, anatoa pepo, unamuuliza kwa nini, kuna nini? Anasema unajua nilikuwa na shida, alafu nikaenda nikaambiwa kuna mtu hapo jirani bwana naombea watu, akaniwashia kando tatu hapo ya red na nini, akaniwashia kando hapo na alichukua Biblia tu na akaniambia ama utajipa. The devil is business, is doing business, he has a business. ako na biashara, And the business is na biashara ni to make sure that Jesus kuhakikisha kwamba Yesu will not receive the many people he wants. hatapokea watu wengi anaotaka. Now the furnace was heated 7 times. Lile tanuri likaongezwa moto mara 7. The furnace was heated 7 times. Lile tanuri likaongezwa moto mara 7. Now listen, Sikia. this is a message Huu ni ujumbe ya kano ambao naweza kuhubiri siku nzima. The furnace was heated 7 times. tanuri likaongezwa moto mara 7. No matter what you are going through, Haijalishi unapitia nini, ile mititiko unaona, the shakings that you see, ule utigiso na the uovu, shame that you are coming, aibu unayoipitia, that is your furnace. huo ni moto wako ama tanuri lako, And God is watching. na Mungu anakuangalia. God is not asleep. Mungu hajalala, He's watching. anakutizama. What will you say? Kile What utanisema, will you do? utafanya nini? Now the furnace was heated the first. Tanuri likaongezwa mara ya kwanza, Those guys were looking. walikuwa wanaangalia. It was heated the second time. Ikaongezwa mara ya The pili, guys were looking. kisha wakawa wanaangalia, And there was no sign of God around who. na hakukuwa na ishara ya It Mungu. was heated the third time. Mpaka mara ya 3 They were looking. walikuwa wanaangalia, Up to 7 times. mpaka mara ya 7 They were looking. walikuwa wanaangalia. And the God of Shadrach, Meshach and Abednego Na Mungu wa is the God that we have already worshipped ndio in this Mungu world. tumemwabudu hapa. It doesn't matter Haijalishi how many times Ni the furnace ngapi is heated.
ule moto utaongezwa against you. kinyume nawe. The only thing you do, Jambo unalofanya, just believe amini and believe na uamini and believe na uamini that your God that you serve kwamba Mungu wako will never shame you. hata kuaibisha, Will never shame you. hata kuaibisha. Let them hit the furnace. Wacha waongeze moto, hata kama ni mara 10. And their faith saved them. Na imani zao ziliwaokoa. It is not that they were so good, it was their faith. Sio kwamba walikuwa ni wazuri, ni imani. The faith they had in their God. Imani waliokuwa nao mbele ya It is Mungu. faith that will save you. Imani itakayokuokoa. The faith you have in your God. Imani uliyodhani nayo. When the devil comes to test you, Wakati shetani amekuja kujaribu, stay strong. kaa thabiti. Stay strong. Kaa thabiti. Stand on the word of God. Simama na neno la And Mungu. say this one, I Na must go usome there. hii I nitaipita. must go through. Lazima If nipite. these guys went through Ikiwa hawa walipita, a 7-heated furnace, moto uliongezwa mara 7. then I will go through it. Basi nitaipita. Because the God of these guys is the God that we have worshipped. Mungu He tunamwabudu. has never changed. He Hajawahi is the same yesterday, today, and forevermore. And he will never change. Don't fear small things. Don't fear small things. God is on your side. If you decide to stay on his side, he will be on your side. And they will never turn you. Na hawatakufanya lolote. Doesn't matter Haijalishi the type of the challenge. ile aina ya changamoto, God can change it Mungu anaweza in ibadilisha a twinkling of an eye. katika kufungua tu macho. What men had arranged, Kile wanadamu wamepanga, there will be, you know, watashangaa that mambo yao hayajaenda vile walikuwa wanataka. This God huyu Mungu is a mighty God. ni Mungu mkuu. This God Huyu is a Mungu powerful God. ni Mungu mwenye It's nguvu. the maker of heaven and Yeye ndiye earth. Mungu wa And mbingu we are the works of na his sisi ni hands. kazi ya There's mikono. nothing Hakuna lolote that he cannot do. ambao hawezi kufanya. Just believe that one. Amini tu And hiyo put it in the store. na uweke pale. Doesn't matter the challenge. Haijalishi changamoto, Sometimes some things happen wakati mwingine mambo hufanyika so that God can show us who he is. ili atuonyeshe kuwa yeye ni nani. If he doesn't do some things, Ikiwa hafanyi vitu if fulani, bad things don't come kama to mambo you, mabaya you hatakuja, will never know the power of hautajua God. nguvu za Mungu, You will never know. hautawahi jua. So you have to pass through Lazima upitie so that you will know ili that ukajue there is a God. ya kwamba kuna Mungu And your enemies will know that there is a God who lives in heaven. ambaye anaishi And mbinguni. it's the God that you worship. Ni Mungu tunamwabudu. Praise the name of the Lord. The altar becomes Zaidi inavyokuwa moto the nearer to your victory. karibu na ushindi wako unakaribia. Nasikia? The hotter the furnace, Zaidi moto unavyoongezwa, the nearer you are coming to your kisha basi victory. unakaribia ushindi wako. The nearer you are coming to their planned assignment. Ndivyo hivyo unapokaribia mpango wa Mungu uliopangwa kwa ajili yako. Yeah. And it differs. Na inatofautisha. What I face is not this who you are to face. Kile ninachopambana nacho si Kila cha mtu kutoka. ana kipimo chake. Wacha kujipima watu na watu. Wewe ni wewe. That's why our fingerprints are not the same. Ndio maana vidole vyetu haviko sawa. Wewe ni wewe. Kipimo changu si chako. Kipimo cha yule si kile. Mimi nimesongwa sana mimi wale wengine na achana na kelele. Tulia hapo. Ngoje Mungu kwa Mungu. Uone kama hata mambo mengine Mungu huwa anaruhusu ili tuweze kukua. Anaruhusu ili tuweze kujua. Unaona kama litoto hapa ambalo la kumwagamata alitui pale linaenda. He has to make you a proper child. Inafanye mtoto mzuri. Enda kumwambia baba hata on the cross. Wakati Yesu alikufa msalabani, Satan thought that he had defeated him. Shetani alifikiri amemshinda. Now look at what Christ went through. Tazama kile Kristo alichokipitia. Where was his father? Hello? Hello. Where was his father? Babake alikuwa yuko wapi? His father Babake kept quiet. alinyamaza tu. I think he got inside the biggest couple. Kabati. Huyo baba ya Yesu aliingia huko na akanyamaza. Mtoto wake anamuita baba, baba.
uko wapi? Baba uko wapi? Yuko wapi yeye? Baba Timi. Mtoto wake akitokezea aseme now thy Kuambia God give us. kwamba usikate tamaa. It's almost morning. Asubuhi. It's almost morning. Asubuhi iko karibu. It's almost dawning. Asubuhi iko karibu. Don't give up. Usikate tamaa. Don't give up. Usikate tamaa. No matter what they call you. Haijalishi No wanakuja. matter where they're Haijalishi pale Don't wanakuja. give up. Usikate tamaa. Don't. Usiwahi. It's almost dawning. Inakaribia asubuhi. The cock is about to crow. Jogoo liko karibu kuwika. Don't give up. Usikate tamaa. It's almost morning. Asubuhi iko karibu. Psalms 126. Zaburi 126 Verse 5 says, 5 inasema, those who sow in tears wale wanaopanda kwa machozi will reap with songs. watavuna katika kicheko. Walikuwa wanaandika. Sasa niangalie, si umeandika? Kwa maana utaenda kusoma sana. Utaenda kusoma sana. Those who sow in tears Wapandao kwa machozi will reap what? With songs of joy. watavuna kwa nyimbo za shangwe. What does that psalm mean? Inamaanisha nini ya Zaburi? There is nothing that comes easy. Hakuna kinachokuja rahisi. Amen. Kwa hii kanisa ukuje, it's almost morning, it's almost dawning for somebody in this place. Asubuhi inafika kwa ajili ya mtu mahali hapa. And we read Psalms 126 when it said, those who sow in tears Wale will reap with songs of joy. waliopanda katika machozi watavuna katika nyimbo za shangwe. And verse 6, Na 6 inasema, he who goes out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with him. yeye achukuaye mbegu zake kwenda kupanda huku akilia, atarudi kwa nyimbo za shangwe akiwa ameyachukua matita ya mavuno yake. And with a loud cry, Na kwa kilio kikubwa Jesus breathed his last. Yesu akapumua pumzi yake ya And the mwisho. curtain of the temple Na kisha pazia la hekalu was torn into two, likagawanywa mara mbili, from up kutoka juu to bottom. mpaka chini. What does that one mean? Hiyo inamaanisha nini? No more limitation. Hakuna vizuizi tena. Hakuna vizuizi. No more limitation. Hakuna vizuizi. Let no one limit you. Wacha yeyote Let sikuzuie. no human being limit Wacha you. mwanadamu yeyote sikuzuie. Because Jesus has Kwa started. sababu Yesu No anakufanya. more limitation. Hakuna. You can go as far as you Unaweza fika mbali unavyotaka. No more limitation. Hakuna vizuizi. He cancelled Alifuta the written code. ile kodi iliyokuwa imeandikwa The certificate that was of death ya kwamba against you. ile certificate ya kifo kukuhusu, That certificate that oppressed you. cheti kilichokuwa kimekufinyilia, He took away alikiondoa and nailed it at the cross. na akaipiga pale msalabani. Jibu lako limetoka kwa msalaba, liko msalabani. Yesu alimaliza yeye. Unapokuwa wanadamu ukitafuta dini, wanadamu watakuambia na nini? Your answer is on the Jibu cross. lako liko msalabani. At the cross. Pale msalabani. At the cross. Pale msalabani. When I first Nikiwa saw the Lord nilimwona Bwana and the burden na of mzigo my heart wa moyo wangu rolled away. ukaondolewa. It was there Alikuwa pale by faith. kwa imani, I received napokea my sight. kuona kwangu, And now na sasa I am happy Nina raha. all the way. siku zote You value the cross. unathamini You msalaba, value the work of the unathamini cross. kazi ya msalaba, You look at the cross. unatazama msalaba. That is where your answer Ndio is. pale jibu lako liko. Stop waiting and looking unto. Wacha kusubiri na kungojea wanadamu. Even Beatrice here can change. Beatrice anaweza badilika, But the word of God will never lakini change. neno la Mungu litabadilika. Remain on the word of God. Baki katika Eat neno, the word of kula God. neno, Drink the word of kunywa God. neno. Hey! Kwa nini bishop watu wanadanganywa? Because they don't have time to sit Hawana wakati wa kukaa and read na kusoma the word of God. neno la Mungu, And the devil knows that. na shetani anajua hiyo. Na ngojea pale anakupatia kamusua, kama unaita kamusua. Kamusua ni kamustari ambapo utachanganywa. Shetani ni mwerefu. Ni lile joka la zamani liliofanyia yule mamangu kazi. Utadanganywa. Because he's a father
of lies. Yeye ni baba wa uongo. Amen. Amen. He walked in the armory. Akatoka akaenda kwa armory. Armory ni pale ambao that is Jesus. Yesu. And he disarmed. Akavua. This is where our power. Hapa ndipo nguvu zetu zilizo. He disarmed. Alivua The powers. Nguvu and authorities. Na mamlaka. And took the keys. Na akachukua funguo. The devil had stolen. Shetani ambazo alikuwa ameiba. What key? Funguo gani? Jesus. Yesu gave you akakupa a key of authority. funguo za mamlaka. Do you have it? Je, unazo? Or you have thrown it? Ama umezipoteza? Jesus gave you Yesu alikupa a key funguo to subdue, ya kutiisha, to rule. kutawala. And Jesus gave you Na Yesu alikupa the key of victory. funguo za ushindi. 3 keys. Funguo 3. Unaangaisha kwa nini? Unaangaisha kwa nini? It's because you don't study the word of God. You don't know who the Holy Spirit Haujui is. Mtakatifu ni nani? Because he's the teacher. Yeye ni mwalimu. He will teach you. And you Atakufunza stand and be confirmed na atasimama na kuhakikisha with the word of God. na neno la Mungu. Hautatikiswa. Lakini unakuta people jumping from one church to another like frogs. Kama vile What are you searching for? unatafuta nini? KTC is not Nia uko jumping from one church to another. Isaya 41 Verse 12, the last. 12. This is a good one. Hii ni nzuri. If you stand. Ikiwa utasimama. Sijaanza kusoma 41. If you stand by the word of God. Ukisimama na neno la Mungu. The true word of God. Neno la Mungu la kweli. Then Isaiah 41:12 will be. Isaya 41:12 itakuwa ni sawa. Though you search for your enemies. Ingawa utawatafuta adui You will zako, not find them. hutawaona. Those who wage war against you. Wale wanaopigana vita dhidi yako Will be as nothing watakuwa kama vile si kitu at all. kabisa. I am the Lord your God. Kwa maana mimi ndimi Bwana Mungu wako, Who takes hold of your right hand ni kushikaye mkono wako wa kuume and says to you, na kukuambia do not fear. usiwe na hofu, I will help. nitakusaidia. Do not fear. Usiogope, I will help you. nitakusaidia. Yesterday I was watching and kill all your Goliaths. Na kuwa magoliathi wako wote. And he will make a way for you. Na atakutolea njia Even in the wilderness hata pale unakupa maji where there is no water. pasipo na maji. He will give you the desires of your heart. Atakupa matamanio ya moyo wako. Just hold it tight. Mshikilie tu vizuri. Na umwambie sikuachi, naitwa sikuachi. Akiona umekuwa mjinga na umekomelea kwake kama vile kupe anakatalia kwa mtu, kaa hivyo, mwambie sikuachi. Sikuachi. Kuna mtu unasema Amina. Sipigie kabisa kwa As we pray, lift your right hand. We pray in Jesus' name in agreement with the word of God. Father, in Jesus' name, we have truly known after the teachings that you are rising up. You were meant to be God, for you will fight for us. We want to thank you, even if we lack, but you are meant to be God, because you will provide. When we hope in you, Father, we will never be ashamed. You have said in your word, you will hold us by your right hand. In the name of Jesus, we pray, Father, that whoever is passing through any situation in our lives, we still trust in you. We still believe in you. And thou shalt make a way where there seems to be no way. Thank you, Redeemer, of every man, of every woman, of every young man, of every child. Father, as you were meant to be God,
us, Lord, in every situation. And we know, as you have said in your word, that every mountain shall be brought low, every valley shall be lifted, and every crooked way shall be made straight. In the name of Jesus, we know, Lord, whoever is sick, because you are God, you are healing us. We are already healed in Jesus' name. We know, Father, whoever has fear, the fear is taken away. In the name of Jesus, somebody's bound somewhere, and because you are God, they are being set free, and they are already set free. In the name of Jesus, we pray, my Father, you will strengthen us in every moment. And you have said, our morning has come. I declare, it's the month, this third month, that our season is the season of the morning. In the name of Jesus. 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 We will tarry in prayers. We will seek your face. Lord, as you are with your servant Shadrach, Meshach, and Abednego, you will be with us. No matter how long it will take. But one thing I know, that at the end of the day, the fourth person will see that fire. The fourth person will see that fire. And that is our God. As a church, as we go through fire, you are with us. You are with us. In our marriages, you are with us. In this ministry, you are with us. In everything, you are with us. Teach us your ways. Show us your path. Help us to, my Father, to overcome. Because you say, we are more than conquerors in Christ Jesus. Church, I pray before Father that we are more than conquerors in Christ Jesus. He overcame, we have overcome. 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 Thank you for using your servant, Lord. Renew her strength. We love you and we honor you. It is well with us. It is well with our families. It is well with our business. It is well with our children. It is well with this ministry. It is well with our people. In the name of Jesus Christ, we love you and we honor you. May the church shout amen. May the church say amen. Bless the Lord with a high clap in Jesus' name. Amen.